Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa nguzo ya kuimarisha mshikamano na umoja wa kitaifa na kufanikisha maendeleo katika sekta mbalimbali za maendeleo. Amesema kuwa katika kipindi cha uongozi wake, Rais Samia ameweza kusimama imara katika kuendeleza miradi ya kimkakati na huduma za jamii, kusimamia demokrasia, kujenga uchumi na kuimarisha diplomasia. Waziri Mkuu ameyasema hayo Juni 26 mwaka 2025 wakati akitoa hoja ya kukamilisha shughuli za bunge la 12 bungeni jijini Dodoma. Rais wetu alipoingia madarakani alibainisha falsafa ya kazi iendelee. Sote tu mashuhuda falsafa hiyo ameitekeleza kwa vitendo kwa kukamilisha miradi iliyokuwepo na kuibua mipya. Wenye macho ambitazama, mafanikio makubwa yamepatikana kwenye sekta mbalimbali na siri ya mafanikio hayo ni uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Spika, katika hotuba ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu nilieleza mafanikio yaliyopatikana katika sekta mbalimbali kwa upana na uwazi, ikiwemo sekta za afya, elimu, maji, kilimo, nishati, ujenzi wa miundombinu, umeme, michezo, uchukuzi. Lakini vile waheshimiwa mawaziri wakati wakiwasilisha bajeti zao walieleza kwa kina juu ya mafanikio yaliyopatikana kwenye sekta zao, sikusudi kuyarudia hapa. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine tumeshuhudia waheshimiwa wabunge na wananchi kwa ujumla wakimpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri aliyoifanya. Nami niungane nanyi kuendelea kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake thabiti uliowezesha nchi yetu kupata mafanikio makubwa ambayo tunayo kwa sasa. Mheshimiwa Spika, chini ya falsafa ya 4R na umuhimu wake nchini, tumeona namna ambavyo Rais wetu alipoingia madarakani alitambulisha falsafa ya 4R, yani reconciliation, maridhiano, resilience, ustahimilivu, reform, mabadiliko, na rebuilding, kujenga upya, ikiwa ndio dira ya kisera inayolenga kuijenga upya Tanzania yenye mshikamano, lakini pia nchi yenye haki na maendeleo endelevu kwa misingi ya demokrasia na ushirikishwaji wa wananchi wake. Aidha, Waziri Mkuu amesema Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mwalimu wa subira, kielelezo cha ujasiri, ustahimilivu na alama ya matumaini kwa kizazi hiki, na ni kiongozi anayetoa mfano wa kuwa mwanamke anaweza kuongoza hata kwenye nafasi kubwa kama hiyo kitaifa. Amesema kuwa kutokana na uongozi thabiti wa Rais Dr. Samia, taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa zimetambua mchango wake na maono yake katika kusimamia shughuli za kimaendeleo nchini na kuitangaza Tanzania nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii pia kuendelea kumpongeza Rais wetu kwa kuimarisha uhusiano wa kimataifa na kidiplomasia ya uchumi. Maono yake katika kufikia azma ya kuiunganisha Tanzania na mataifa mengine kiuchumi na kisiasa yamewezesha kupata mafanikio makubwa, yakiwemo haya yafuatayo: moja, kushiriki kamilifu katika mikutano, makongamano na majukwaa mbalimbali yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na changamoto za kidunia. Mathalan, Tanzania ilishiriki kamilifu katika mkutano wa wakuu wa nchi tajiri duniani za kundi la G20 uliofanyika Rio de Janeiro, Brazil, na mkutano wa 29 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, COP29. La pili, kuandaa na kuratibu mikutano, makongamano na majukwaa ya kimataifa, ikiwemo mkutano wa wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika kuhusu nishati, Africa Energy Summit 2025, na mkutano wa jukwaa la mfumo wa chakula Afrika, AGF, African Food System Summit 2023. Tatu, tumeratibu ziara za kimkakati za viongozi kitaifa nje ya nchi pamoja na kupokea viongozi wa kimataifa waliotembelea nchini kwetu. Ziara hizo zimefanikisha kufikiwa makubaliano kadhaa na kusainiwa mikataba ya ushirikiano kwa ajili ya ufadhili wa miradi ya maendeleo katika sekta za kipaumbele. Mikataba hiyo ni pamoja na mkataba kati ya China, Zambia, Tanzania kwa lengo la kufufua reli ya Tazara ili kuboresha huduma za reli hiyo. Nne, Mheshimiwa Rais wetu kupokea wenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC yenye jukumu la kusimamia masuala ya ulinzi na usalama. Chini ya wenyekiti wake pamoja na masuala mengine,
tumeweza kusimamia uangalizi wa chaguzi kwenye nchi za Botswana, Mauritius, Msumbiji, vile vile Namibia. Na tano, tumeweza kuongeza ushawishi wa Tanzania katika medani za kimataifa uliowezesha kushika nafasi ya uongozi katika mashirika ya kikanda. Mathalan, Dr. Tuli Angelile Kapologwe aliyechaguliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Afya nchi za Afrika Mashariki, Kati na Kusini, pamoja na Profesa Mohamed Yakub Janabi kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika. Haya yote ni sehemu ya mafanikio makubwa. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Majaliwa ametaja baadhi ya tuzo za kimataifa na kitaifa alizopokea Rais Samia. Naomba nizungumzie tuzo za kimataifa ambazo zinatambua mchango wa nchi yetu na rais wetu katika utendaji kazi kwenye maeneo mbalimbali. Kama nilivyoeleza hapo awali, yako mafanikio mbalimbali yamepatikana katika serikali ya 6. Hii ni kutokana na maono na uongozi thabiti wa rais wetu. Taasisi mbalimbali za kimataifa na kitaifa zimeona kutambua mchango wa rais wetu na kutoa tuzo zikiwemo hizi zifuatazo. Kuna zile tuzo za kimataifa. Ya kwanza, kwenye sekta ya afya, tarehe 4 Februari 2025, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokea tuzo ya Global Gates Goalkeepers. Tuzo hii inatambua uongozi na mchango wake katika kuimarisha afya ya uzazi na kupunguza vifo vya mama na mtoto hapa nchini. Aidha, Mheshimiwa Rais ndiye kiongozi wa kwanza kupokea tuzo hiyo barani Afrika, jambo lilochochea kwa uongozi wake mahiri na kufanya mataifa makubwa duniani yatambue mchango wake. 2, kwenye sekta ya miundombinu, siku ya tarehe 25 Mei 2022, Mheshimiwa Rais alipokea tuzo ya Babaka Ndiaye kwa mwaka 2022 kuonesha kwamba dunia inatambua jitihada anazozifanya katika ujenzi wa miundombinu bora hapa nchini. Tuzo ya Babaka Ndiaye hutolewa kwa watu mashuhuri duniani walioonyesha dhamira ya kuendeleza sekta ya miundombinu ya usafiri kwenye nchi zao. 3, kwenye sekta ya sanaa, tarehe 19 Novemba 2022, Mheshimiwa Rais alikabidhiwa tuzo ya uongozi kimageuzi African Leaders Award 2022 kutoka taasisi ya Afrima ya nchini Dallas, Marekani, kwa kutambua mchango wake katika sanaa nchini Tanzania. Mheshimiwa Rais Dr. Samia alitumia siku 8 nje ya ofisi kuandaa filamu ya Tanzania The Royal Tour ambayo alikuwa anaongoza watalii akionyesha dunia uzuri wa Tanzania. Vile vile katika kipindi kifupi cha uongozi wake alifanya mageuzi makubwa katika sekta sanaa, ikiwemo kurejesha tuzo za muziki na kuboresha mifumo ya mirabaha ili kuwainua wasanii hapa nchini. 4, kwenye sekta ya utalii, siku ya tarehe 10 Septemba 2022, Mheshimiwa Rais alipewa tuzo ya heshima ya Pine African Award 2022 jijini Lagos, Nigeria, akitambuliwa kuwa kiongozi bora mwajibikaji katika kuendeleza sekta ya utalii barani Afrika. 5, siku ya tarehe 11 Disemba 2022, taasisi ya International Iconic ya India, nchi ambayo ni maarufu katika soko la kimataifa la filamu duniani, lilimtunuku Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa tuzo ya mwongoza watalii bora. Tuzo hiyo ilitolewa na kutambua na kuthamini mchango wake na kuwa mhusika mkuu kwenye filamu The Royal Tour. Filamu hiyo ilitangaza vivutio vya utalii vya Tanzania, hivyo kuchochea ongezeko la idadi ya watalii hapa nchini na ongezeko la mapato ya sekta hiyo hapa nchini. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Majaliwa amewapongeza watendaji wote wa serikali kwa kutekeleza kwa vitendo maono ya Rais Dr. Samia na kusema tunajivunia mafanikio makubwa katika utendaji wa serikali kwa kila sekta hapa nchini. Mafanikio hayo yanatokana na kujitoa kwao katika kuhakikisha mikakati na maono vinatekelezwa kama ilivyokusudiwa. Hivyo sio tu taasisi za nje pekee, bali hata taasisi za ndani zimetambua mchango wake na kutoa tuzo ikiwemo zifuatazo. 1, tarehe 31 mwezi Mei 2025, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilimtunuku Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tuzo maalum ya heshima ya kutambua mchango wake katika kulitumikia taifa na kuwaletea wananchi maendeleo. Hongera sana Mheshimiwa Spika, hongera sana waheshimiwa wabunge, hongera familia ya Bunge kwa tuzo hiyo. 2, tarehe 19 Juni 2025,
Mradi wa Simiyu endelevu ulimtunuku Mheshimiwa Rais tuzo maalum ya kumtambua dhamira yake thabiti ya kujenga taifa linalostahimili mabadiliko ya tabia nchi. 3, wakati wa maonyesho ya kimataifa ya wakulima 88 ambayo kitaifa ilifanyika Agosti 2023 kwenye viwanja vya John Mwakangale jijini Mbeya, Mheshimiwa Rais alipokea tuzo maalum kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Rukwa, Mheshimiwa Makongoro Nyerere, aliyeikabidhi kwa niaba ya wananchi wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini kwa kutambua mchango wake katika kuendeleza sekta ya kilimo hapa nchini. 4, mwezi Februari 2025, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pia ilimtunuku Mheshimiwa Rais tuzo maalum ya kutambua mchango, maono na uongozi wake katika kuifanya elimu kama nguzo kuu ya maendeleo hapa nchini. Na 5, Mei 11, 2024, Chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania TRCS kilimtunuku tuzo binadamu Mheshimiwa Rais ikiwa ni kutambua na kuheshimu mchango wake katika masuala mbalimbali yanayogusa jamii ya Watanzania. Huku Mheshimiwa Spika, kiongozi wetu, rais wetu akipokea shahada za heshima kutoka vyuo vikuu mbalimbali. GMTV, Dodoma.